Na wakati naamini wadogo zangu wanakosea, wanateleza. Tukiri kabisa kuna wakati wana maneno ya kukera kidogo. Bwana, leo mji umekuwa moto sana kwenye mitandao ya kijamii, hasa kwa upande wa Instagram baada ya Majizo leo asubuhi kuandaa video yake yenye vipande zaidi ya 3-4 hivi kuzungumzia namna gani ambavyo Watanzania wanatakiwa kuishi na wasanii wao. Tunajua kwamba siku za hivi karibuni ni kama vile Watanzania wameamua kuwasusia wasanii ambao wanafanya vizuri kwenye game ya Bongo Flava, kuzungumzia Diamond Platnumz, lakini wengi wao ambao wameshiriki kwenye kampeni ya mgombea wa rais wa upande wa CCM. Sasa leo Majizo ameongea mambo mengi sana, lakini moja kati ya mambo ambayo ameongea ni kuhusiana na kuombea msamaha wasanii ambao wamefanya kampeni kwa upande wa CCM. Sasa kuna page moja ambayo amepost Majizo na kumzungumzia mtu mzima Taita Sugu. Unajua Taita bana ni moja kati ya watu ambao hakusupport kabisa harakati ambazo wamefanya CCM, lakini kupitia Majizo kwa sababu yeye ni mkubwa lakini pia ni kama managing director wa EFM pamoja na TVE, ametumia nafasi yake kuongea na Taita na namna gani ambavyo wanaweza akawashawishi wananchi ili waweze kusupport tena wanamuziki wao. Kupitia Instagram account yake amesema kwamba ninaposema nimewahi kumchangia Sugu pesa, sio kwamba alikuwa na shida binafsi. Sugu ni Taita, anayo pesa ya kutosha. Pesa ninayoongelea hapa ni ya kusaidia harakati za muziki kupitia Bongo Flava Hanas. Na namtaja Sugu kama mfano wa wengi ambao wametumia maisha yao yote kukuza muziki wetu. Hata wao walipochagua vyama hawakutengwa na watu wa vyama vingine. Sugu hakuwahi kusema wanachama wasije kwenye show zake na wala wasisikilize muziki wake. Sasa baada ya post hiyo hapo The Real Jongwe, Sugu hakukaa kimya. Kupitia Instagram account yake ameshare ujumbe mrefu sana kwa kumjibu Majizo na kusema kama ifuatavyo. Amesema kwamba ni kweli Majizo ni mwanangu sana. Mimi always huwa namuita DJ tu, ni kati ya vijana niliowasaidia kutoboa kupitia muziki huu. Hasa gari yake ya kwanza maishani ambayo ni Toyota Mark II Balloon nilimpa mimi mwaka 2003 baada ya kumpa kazi ya kusimamia uzinduzi wa albamu yangu pale Diamond Jubilee Upanga. So najua anavyothamini industry ya muziki na kuienzi thamani na kuienzi, kwani yeye ni kati ya mfano halisi wa mafanikio kupitia muziki. Lakini aliendelea kusema kwamba lakini kutetea hawa wasanii wasiojitambua wala kujua wajibu wao kwa jamii iliyowasupport na kuinua ni udwanzi. Pia ileweke swala la hawa wasanii kukataliwa na jamii sio la kisiasa, ni swala lao wenyewe kukosa uzalendo kwa Tanzania beyond itikadi za vyama. Maumivu waliosababisha ni kwa taifa. Vijana walijisahau sana na ndio madhara ya kutokujali historia. Tulianza huu muziki kwenye mazingira magumu sana, hatukueleweka kabisa mwanzoni, tukihusishwa na uhuni na madawa. Tukafanya juhudi kubwa na za makusudi kukabilisha kwa jamii mpaka Watanzania wakakubali na kufanya kuwa muziki wao na ukawa fahari ya Watanzania popote walipo duniani mpaka tunafika hapa. Wasanii wa Duanzi wakatumia tena dhidi ya Watanzania kwa kuwadharau, kuwachamba, kuwabagaza na kuchangia kuwaumiza. Ni kweli mimi ni muasisi, lakini kwa hili niko upande wa Watanzania. Alafu akamalizia na kusema kwamba NB na industry haitakufa kwa hakika na inabidi tutaanza upya. Alafu akaandika pale point fulani hivi ambayo sitaweza kuisoma live. So hayo ndo maoni ya The Real Jongwe ambaye ni Sugu ambaye ni mwanasiasa lakini pia ni msanii. Una maoni gani juu ya hili ambalo amezungumzia Sugu, lakini una maoni gani juu ya kile ambacho amekizungumzia Majizo kwamba Watanzania tuwasamee wasanii wetu na tuendelee kusupport muziki wao? Nini maoni yako? Mimi natotoni sana zaidi kutakia wakati mwema, lakini nikukumbushe mpenzi mtazamaji wa Line Plus TV, kama bado hujasubscribe ni wakati wako sasa kuhakikisha kwamba unabonyeza kitu ambacho kimeandikwa subscribe ili uwe mwanafamilia bora kabisa wa Line Plus Media. Bye bye. Na waombea radhi kwa niaba yao ili kiwanda kiendelee kusonga mbele. Adhabu tutakayotoa ina madhara mengi makubwa, ndio maana natoka mbele yenu kuwaomba radhi kwa yale maneno kadhaa ambayo yalitoka ambayo yaliwakera. Na naamini kabisa tukubaliane kwamba adhabu hii inaweza kukugusa hata wewe ambao unaiendesha sasa hivi movement. Kwa sababu tuangalie tu kwa kawaida, msanii kama Shilole tumemchomea eneo lake na tumembani muziki wake. Hebu niambie vijana wangapi wamekosa ajira kwenye ile restaurant ya Shilole? Sio chini ya 200.
au madogo movement zao ya income yao inawezekana inazunguka nafika mpaka kwako. At the same time bado kuna watu wengine tumewanyima nafasi kwenye production kama nilivyoongelea huko awali. Mtu kama Diamond